na maneno yanayozungumzwa huko nje kwamba Tanzania tuko siku kwenye vikwazo, tuko kwenye nini, lakini kwenye bajeti hii unaona kabisa kwamba bajeti imeongeza. Wakati mnapiga maneno yeye anaongeza hela kuonesha pesa itapatikana na Watanzania watapata kile wanachostahili. Nampongeza sana Dr. Samia Suluhu Hassan na naipongeza Wizara ya Mambo ya Nje. Nilimuona mama Russia yuko Urusi. Acha mama aendelee kuitafuta pesa kwa ajili ya nchi yetu ya Tanzania. Hayo maneno awaachie yeye, atafute hela, sisi tuna shida na hela kwenye nchi hii. Lakini la pili, naomba tuongee ukweli. Wabunge wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tumekataa kuwa wanafiki. Tumekataa kuwa vigeugeu kwenye swala la bodaboda. Tumekataa, na hii ni kwa sababu wakati tunagombea hawa vijana wa bodaboda ndio lilikuwa jeshi kubwa tunalitanguliza mbele ili tuweze kupata ushindi katika majimbo yetu. Kwa hiyo linapotokea jambo lolote ambalo linawahusu bodaboda, linawahusu watu ambao tuliwategemea wakati tunatafuta vyeo hivi kuja kukaa kwenye viti vyekundu, lazima tulijadili kwa kina kuona namna ya kuepushia mzigo. Naomba Mheshimiwa Waziri, ili wazo la kuongeza tozo kwenye bodaboda ulitoe. Na mimi wakati nagombea nilijitabanisha wazi kwamba mimi ndo mfalme wa bodaboda katika nchi ya Tanzania. Hatutakubali kuona vijana wanaongezewa mzigo. 75%, nendeni mkachunguze, 75% ya bodaboda ni darasa la 7 ambao wametengwa kwenye wizara karibia zote. Ukituona juzi kulikuwa na kazi zimetangazwa jeshini, wanatangaza kuanzia form 4, form 6 vyuo. Darasa la 7 mmewaacha mtaani. Angalieni wizara zote. Sasa sehemu ambapo wamejiegemeza tunataka kwenda kuwakandamiza zaidi ya 75%. Na mimi ni darasa la 7 niko humu ndani. Siwezi kuwageuka ndugu zangu. Siwezi kuwageuka. Kwa tunaomba hizi tozo zipelekwe sehemu zingine, simtuletee sisi watu watungi. Bia ilikuwa inauzwa 1000 mkapandisha 2000, 3000, 5000 tunalipa tu. Watoleeni bodaboda tuleteni sisi watu watungi, sisi tutalipa hiyo, wala haina shida yoyote. Lakini la pili, twende kwa Wizara ya TAMISEMI. Naomba sana, nyie ndiye mmebeba tunasema sifa ya chama chetu cha Mapinduzi. Nyie ndiye mmebeba maono ya wabunge wote karibia humu ndani. Ukisikia wabunge wote wameongelea kuhusu barabara, wameongelea kuhusu vituo vya afya, ni nyie TAMISEMI. Tunategemea kwa kupitisha bajeti hii ya zaidi ya trilioni 62, tunategemea mtaenda kutekeleza yale ambayo wabunge humu ndani tumewaomba mwende mkatusaidie kwenye majimbo yetu, ikiwepo barabara. Jimbo la Kigoma mjini tunalia na barabara. Nilisema hapa wakati tunachangia kwenye Wizara ya TAMISEMI, baadhi ya barabara nilizitabainisha hapa, ikiwemo barabara ya Serengeti, na namshukuru sana Sheikh Mdoe. Tayari kule nimesikia barabara ya Serengeti inatangazwa kwa ajili ya kujengwa. Nashukuru sana. Na barabara zingine zote ambazo niliziomba, ikiwemo barabara ya kutoka Mji Mwema madukani kwenda paka kwa mzee wangu Sheikh Uwesu. Na waomba sana TAMISEMI mtusaidie. Lakini twende kwenye Wizara ya Ulinzi. Ni ngumu sana kuchangia Wizara ya Ulinzi kwa sababu ni wanajeshi. Lakini inabidi tuambiane ukweli. Dunia sasa hivi imeenda kwenye teknolojia. Dunia sasa hivi sio tu makomando wale wanaovunja matofali na vitu vingine, watapigwa na drone. Makomando 50 wanaweza kupigwa na drone 3 tu. Tunaomba muongeze hela kwenye namna kununua vifaa vya kisasa kwa ajili ya wizara hii ya ulinzi, ili tuendane na dunia inapoelekea. Tunaona huko Ukraine, tunaona wapi drone inakuja, kandege kadogo amefungwa bomu kanapiga gari na makomando zaidi ya 100. Kwa hiyo naomba sana muongeze. Lakini kingine, wizara hii ya ulinzi, kuna wapambanaji wetu walienda kupambana vita ya Kagera, maveterani wanadai hela zao. Mpaka leo watu walioriski maisha yao kwenda kupigana na Idi Amin, mtu mwenye roho mbaya, mpaka leo hii hawajalipwa hela zao wale maveterani. Mmewafungulisha akaunti na vitu vingine, lakini hawajapewa pesa zao. Tunaomba muwape hao watu, mliwafundisha namna kutumia bunduki. Mkiwaacha bila hela zao, hasira zao zikatuingilia mtaani. Tunaomba mtusaidie kuwalipa hela zao maveterani wetu. Lakini pia twende kwenye Wizara ya Michezo. Ndugu zetu Mheshimiwa
Kwa Makonda pamoja na Mwana FA, nimalizie kwenye eneo hilo. Taarifa Hizi taarifa mwenyekiti, hizi dakika ni nyingi. Yes. Yeah. Wizara ya Michezo, kwanza nawapongeza vijana, baadhi yetu wamepata mikopo vizuri sana, lakini kumekuwa na tatizo sehemu moja tu. Msanii anakopa tarehe 30 mwezi huu, tarehe 30 mwezi ujao unakata rejesho. Huyo msanii ameimba saa ngapi, ameuza saa ngapi? Kwa nini amtengenezi gepu hata la miezi mitatu au miezi 6 ili huyu msanii aweze kuuza mziki wake, aweze kurudisha hicho ambacho mmemkopesha? Waambieni watu wa benki kwamba hizi pesa zilizoletwa kutoka Wizara ya Michezo sio pesa za benki, ni pesa za mama yetu Samia Suluhu Hassan, ni pesa za serikali ya awamu ya 6, ni pesa za serikali. Lazima mwawekee masharti ya kutoa period miezi mitatu au miezi 6 ili hao wasanii waweze kukusanya hizo pesa kuweza kulipa. Mimi nilikuwa nimekopa juzi, hata sijanunua hivyo vifaa, tayari nimeshakata rejesho. Mheshimiwa Clayton, muda wako umekwisha. Taarifa mwenyekiti. Mheshimiwa Clayton. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa kusema haya machache, nilikuwa na mengi ya kuzungumza, lakini naomba kuunga mkono hoja. Naomba wizara ipewe pesa, twende tukafanye kazi. Mwaka kesho kama tutakuwepo humu, inshallah tutakuja kuulizana yale ambayo tumekubaliana kwa pamoja hapa. Naunga mkono hoja mamangu. Mheshimiwa Waziri wa Mambo ya Ndani, Waziri wa Mambo ya Mheshimiwa nani, karibu. Mheshimiwa Mwenyekiti, nikushukuru kwa nafasi, lakini nilitaka kutoa taarifa kwa mzungumzaji aliyekuwa akizungumza, lakini kwa sasa itakuwa ni kuweka tu rekodi sawa. Mheshimiwa Mwenyekiti, kuhusiana na veterani na wale waliopigana vita mbalimbali kwa ajili ya nchi yetu, rekodi yake inatambulika na hatua mbalimbali zimekwisha kuchukuliwa, na kuna fedha ambazo wamekwisha kulipwa wale ambao walistahili kufanya hivyo. Wale ambao hawakuwa na rekodi, taarifa bado zinaendelea kuchakatwa, ikiwa ni pamoja na madai mbalimbali kama mnavyofahamu yaliyoenda kwenye mashauri ya mahakama mbalimbali. Hata wale waliokuwa wafanyakazi wa East Africa, serikali hii kwa mapenzi ya dhati imeweza kuwalipa. Kama iliweza kulipa wale ambao waligushi vyeti na rais akalipa, hakuna mtu ambaye hajalipwa fedha alizostahili na alipigania nchi hii. Kama mbunge ana taarifa za uhakika, anifikishie taarifa hizo, na kupitia waziri wa ulinzi pamoja na waziri wa mambo ya ndani tutazishughulikia. Asante. Ili isiende taarifa ambayo ni tofauti katika jamii. Tunaheshimu na kuwalinda askari wetu wanaopigania nchi hii, tutawathamini, na wakati wote tumeendelea kuwa na mahusiano mazuri na umoja ambao wanauandaa. Kwa hiyo nitumie pia fursa hii Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa, taarifa tahadharisha pale ambapo yatasemwa mambo ambayo hatuna uhakika nayo. Nadhani ni vizuri sana tukawa tunawasiliana taarifa wenye wizara zenye dhamana husika bila kusema. Asante Mheshimiwa. Mheshimiwa Patrobas Katambi, Waziri wa Mambo ya Ndani ya Nchi, tunashukuru kwa taarifa hiyo. Mheshimiwa Clayton alikuwa anaongea bila kuweka full stop, nikashindwa hata kumzuia ili uweze kumpa taarifa. Naamini taarifa hiyo ameipokea na ameielewa. Ndio, nimeipokea, lakini wapo veterani wengine wako hapo nje wanamsubiria, wanadai hela zao. Asante sana. Mheshimiwa Bunge, tunamalizia na changiaji wetu wa mwisho, Mheshimiwa Asha Baraka, Mheshimiwa Patali Shida Patali, Mheshimiwa Fadhili Ngajilo ajiandae. Asante mwenyekiti kwa kunipa nafasi.